Katika uchaguzi wa hivi karibuni wa jimbo la New Jersey, mwanasiasa wa chama cha Democratic ndugu Mikie Sherrill amefanya historia kwa kushinda nafasi ya ugavana baada ya kampeni yenye ushindani mkali dhidi ya mpinzani wake aliyeungwa mkono na rais wa Marekani, yaani Donald Trump. Lakini kilichovutia zaidi si ushindi wake, bali hotuba yake ya kwanza baada ya kutangazwa mshindi. Katika maneno yalionekana kama kijembe kikali kwa Trump, Sherrill alisema kwa sauti yake yenye udhibiti, "Hatutawahi kutawaliwa na wafalme. Sasa si wakati huo, wala haitatokea kamwe. Yani, we will never be ruled by kings, not now, not ever." Kauli hiyo ilizua vuguvugu kubwa mitandaoni, hasa kwa sababu wengi waliona kama ujumbe wa moja kwa moja kwa Donald Trump, ambaye amekuwa akikosolewa kwa matamshi na mitazamo yake ya kisiasa inodaiwa kudharau misingi ya demokrasia ya Marekani. Mikie Sherrill ni mwanasiasa kijana mwenye historia ya kipekee. Kabla ya kuingia kwenye siasa, alikuwa rubani wa helikopta katika jeshi la wanamaji la Marekani, yani US Navy. Baadaye alisomea sheria na kujiunga na siasa kupitia chama cha Democratic, akiwakilisha jimbo la New Jersey katika bunge la Marekani. Sherrill amejijengea jina kama mwanasiasa wa nidhamu aliyejali katiba na utawala wa kisheria. Wakati wa kampeni zake aliahidi kulinda uhuru wa wananchi, kupunguza gharama ya maisha na kuhakikisha serikali inawajibika kwa watu, si kwa mtu mmoja mwenye nguvu au ushawishi mkubwa. Kauli yake ya "we will never be ruled by kings" imekuwa kauli maarufu sasa katika mijadala ya kisiasa za Marekani. Kwa wengi ilikuwa ni onyo kwa wale wanaotamani kuona mamlaka ya rais au kiongozi mmoja ikiongezeka kupitia mipaka ya kikatiba. Donald Trump, ambaye bado ana ushawishi mkubwa ndani ya Republican Party, amekuwa akishutumiwa kwa kujaribu kuunda aina mpya ya siasa ya uongozi wa mtu mmoja, jambo ambalo wapinzani wake wanasema linatishia misingi ya demokrasia ya Marekani. Katika hotuba yake, Sherrill aliendelea kusema, taifa hili lilianzishwa kwa imani kwamba mamlaka ni ya wananchi, si ya wafalme, si ya koo fulani, na kamwe si ya mtu aliyefikiri yuko juu ya sheria. Kauli hii ilishangiliwa sana na wafuasi wake, huku baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba Sherrill amejipambanua kama sauti mpya kizazi kipya cha Democrats, kizazi kinachoamini katika usawa, uwajibikaji na uongozi wa kikatiba. Akichukua muda mrefu kabla Trump kujibu, kupitia ukurasa wake wa Truth Social, Trump alishambulia Sherrill akimtaja kama fake and corrupt, yaani bandia pamoja na fisadi, na kudai kwamba anatumia jina lisilo la kawaida ili kuvutia wapiga kura. Lakini majibu yao yalionekana tu kuongeza umaarufu wa Sherrill, hasa miongoni mwa wapiga kura wa mjini na vijana wanaotaka mabadiliko mapya katika siasa za Marekani. Hotuba ya Mikie Sherrill haikuwa tu ujumbe wa kisiasa, bali pia wito wa kitaifa. Wakati taifa likiwa limegawanyika kisiasa, kauli yake imekuwa ishara matumaini kwa wale wanaoamini kwamba demokrasia ya Marekani bado inaweza kusimama imara bila kujali changamoto za kimfumo na mgawanyiko wa vyama. Anasema kwa maneno yake mwenyewe, tunaweza kutofautiana, tunaweza kubishana, lakini mwisho wa yote tumeunganishwa na katiba moja na taifa moja chini ya Mungu. Kauli hii imewavutia hata wale waliokuwa hawamjui awali, na wengi sasa wameanza kumtazama kama mmoja wa wanawake watakaoleta sura mpya katika siasa za Marekani. Kwa hivyo ushindi wa Mikie Sherrill na hotuba yake kali vinaweza kuwa mwanzo mpya wa zama za kisiasa huko Marekani, zama ambazo zinazaa wazo la utawala wa mtu mmoja na kurudisha nguvu za mikononi mwa raia.